Tende bado sijafuturu. Twende moja kwa moja katika eneo la SADC. Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Mashariki imeonya kuwa mapigano hivi sasa ya karibuni nchini Sudan Kusini yanaipelekea nchi hiyo kwenye hatari ya kurudi katika vita. Hatua hii inakuja kufuatia sintofahamu ambayo imeibuka nchini humo hivi karibuni ambayo inaashiria kuzuka tena kwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Taarifa ya Meda Didas inasoma studioni na Makrina Sio. Tutakwenda Sudan kwanza. Ngoja tuanzie SADC. Nimesema uamuzi wakuu wa nchi za maendeleo kusini mwa Afrika SADC wameazimia mambo 6. Tulimuona bi mkubwa kwenye kikao cha dharura kile ikiwemo kuamuru vikosi vya majeshi yaliyoko katika chini ya mpango wa linda amani wa SAMI DRC kuanza kuondoka kwa awamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kule mashariki. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi za SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao, huku waasi wa M23 wakidaiwa kuendeleza mapigano na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya Stella Rogers inasoma studioni na Harun Tambwe. Wakuu hao wa SADC wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Kongo, ikiwa ni pamoja na kutekwa kwa miji ya Goma na Bukavu pamoja na kuzuiliwa kwa mji mkuu, jambo ambalo linakwamisha utoaji wa misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, viongozi wa jumuiya hiyo wamependekeza kufanyika kwa mambo 6 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni wito wa kulindwa na kuhakikishwa uhuru wa raia wanaotafuta usalama, na kuwataka wahusika kuheshimu misingi ya haki za binadamu, kusitisha mapigano dhidi ya miundombinu ya raia na kufikisha misaada ya kibinadamu bila vikwazo. Pia jumuiya ya SADC imetoa wito kwa jumuiya zingine za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa UN, Umoja wa Afrika AU kutoa misaada ya kibinadamu kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mkataba wa ulinzi wa pamoja wa SADC wa mwaka 2003, viongozi wa jumuiya hiyo ya maendeleo ya kusini mwa Afrika imesisitiza kujitolea kwake kushughulikia mzozo wa mashariki mwa Kongo na kuthibitisha dhamira yake ya kuisaidia kuleta amani na usalama wa kudumu nchini humo. Aidha, jumuiya hiyo imeahidi kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kulinda uhuru, mamlaka na uadilifu wa eneo lake pamoja na kuhakikisha amani na usalama endelevu. Wakati huo huo, jumuiya ya SADC imesisitiza umuhimu wa suluhisho la kisiasa na kidiplomasia kwa wahusika wote, wakiwamo wa serikali na wasio wa serikali, washirika wa kijeshi na wasio wa kijeshi, ili kurejesha amani na utulivu nchini humo. Mjadala huo wa wakuu wa nchi za kusini mwa Afrika uliridhia na kupokea azimio la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa linalotoa mwongozo wa suluhisho la kudumu, huku likiunga mkono juhudi za kikanda za AU na EAC katika kuitisha mikutano ya ngazi za juu na juhudi za upatanishi chini ya mchakato wa Luanda na Nairobi, pamoja na juhudi za Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kuimarisha ujenzi wa amani na usalama nchini Kongo. Viongozi hao hawakumwacha nyuma Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi. Walimpongeza kwa uimara wake na kuendelea kukabiliana na changamoto za usalama zinazoikabili nchi yake. Miongoni mwa wakuu wa nchi za SADC waliohudhuria mkutano huo ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo Emmerson Mnangagwa, Rais wa Zambia, Duma Boko wa Botswana, Daniel Chapo wa Msumbiji, Andry Rajoelina wa Madagascar pamoja na Nangolo Mbumba wa Namibia. Wengine ni Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Hakainde Hichilema wa Zambia. Wakati hayo yakiendelea, viongozi wa makundi ya waasi wanaoongozwa na M23 wamedai kuwa hawajapokea mwaliko wa ushiriki wa mkutano wa mazungumzo ya serikali ya Kongo ambayo yanatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 18 Machi mwaka 2025 huko nchini Rwanda. Wakati hayo yakiendelea, viongozi wa makundi ya waasi wanaoongozwa na M23 wamedai kuwa hawajapokea mwaliko wa ushiriki wa mkutano wa mazungumzo ya serikali ya Kongo ambayo yanatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 18 Machi 2025 huko nchini Rwanda. Badala yake, viongozi hao wa M23 wametoa amri ya kumtaka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kutoa tamko hadharani kuthibitisha kuwa yuko tayari kwa mazungumzo hayo. Harun Tambwe, Kasri la Kikeke, Crown Media. Sahihisho kidogo hapo. Emmerson Mnangagwa ni rais wa Zimbabwe na sio Zambia kama ilivyosema taarifa hiyo. Ndani ya studio tuko na mchambuzi Thomas Kibwana, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tutaangazia taarifa hii ya SADC na kuangalia hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba inakwenda wapi, hususan katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambapo hali imekuwa tete kwa miaka na mikaka. Tulishaikuwa na wanajeshi 20,000 pale kutoka Umoja wa Mataifa na walikaa miaka 20 na ushei.
lakini bado na hakuna kilichobadilika. Unasikiliza 92.1 Crown FM. Jina langu ni Salim Kikeke, niko na Imani Luvanga. Kwaresma njema na saumu njema. Nafikiri leo chungu cha ngapi? Cha 10 sijui au cha 9. Ufungi. Mimi huwa si hesabu. Si hesabu viungu kabisa. Mpaka nikisikia tunagawa mwezi. Naam, tulisema kwamba tuko na Thomas Kibwana, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tunaangazia swala hili la SADC. Bwana Kibwana, hii hatua ya kuondoa majeshi ya SADC mimi inanipa mashaka sana. Nani anabaki kule sasa? Ni kweli na inasikitisha kwa sababu Disemba 2023 vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki viliondolewa na Tshisekedi kwa amri yake. Sasa hivi tunaona hivi vya SADC vinaondoka. Kwa hiyo inatia mashaka kidogo kwamba sasa hali ya usalama nchini Kongo itakuwaje. Naona kama bwana Tshisekedi kidogo anazidi kubanwa na hawa waasi ambao bado wanaendelea. Wana safari ya kwenda Kinshasa sasa. Wana safari ya kwenda Kinshasa. Bado kuna maeneo wameyashikilia wanataka kwenda Kinshasa. Kwa hiyo inatia wasiwasi kidogo, lakini sasa ni kuomba tu Mungu kwamba sasa hizi hatua zinazochukuliwa na SADC ziweze kuzaa matunda. Lakini kiukweli mimi nisikitika kweli kusikia kwamba vikosi vya SADC vinaondoka. Kibwana, mimi nimewaza kwamba Tshisekedi mara kadhaa amekuwa haendi kwenye mikutano ambayo anaitwa. Labda hii hatua inaweza kusababisha labda na yeye akachukua hatua ya kukubali njia ya maridhiano, na vikosi labda vikiondoka huenda hali ya mapigano kidogo ikashuka tofauti na sasa. Itabidi, kwa sababu ukimwangalia Tshisekedi hivi karibuni ni kama vile mkakati wake umelenga zaidi kuwavuta nchi za Ulaya waje upande wake. Nakumbuka alienda kwenye kile kikao cha usalama nchini Ujerumani. Kwa hiyo ni kama vile yeye kapu lake ameliweka kwenye nchi za Ulaya. Labda ameona majirani tunamcheleweshea, lakini mwisho wa siku watu ambao wataweza kuisaidia Kongo ni majirani. Inapotokea vita, mapigano, wananchi wa Kongo wanakuja kwetu sisi majirani. Kwa hiyo natumai sasa kwa hatua hilo fika sasa Tshisekedi ataona umuhimu wa kushirikiana na viongozi wenzake wa kikanda na Afrika kwa ajili ya kupata suluhisho la kudumu nchini Kongo. Kuna huo mkutano umetajwa kwamba utafanyika Kigali tarehe 18. Sidhani kama Tshisekedi atakwenda, manake nadhani utakuwa na M23 pia utakuwepo hapa. Na M23 ndio wameshamtega kwamba wanataka na Tshisekedi naye aseme kwamba atahudhuria. Sasa akihudhuria suluhu inaweza kupatikana au watafanya kama kugawana madaraka sasa? Unajua Kongo, changamoto ya Kongo ni kwamba ni vita ambayo imeendelea kwa miaka mingi. Mara zote tunaona kwamba kuna dalili ya muafaka wa kudumu kupatikana, alafu tunarudi kule kule, kwa sababu kwa bahati mbaya kwa nchi ya Kongo kuna maslahi ya nchi nyingi ambazo zingine ziko nje ya Afrika ambazo ziko pale Kongo, ambao kwa namna moja au nyingine zinakwamisha amani ya kudumu nchini Kongo. Lakini kwa mimi kwa navyoona, ningekuwa kwenye nafasi ya kumshauri Tshisekedi, ningemwambia kwa kikao cha Rwanda aende, kwa sababu kwa mtazamo tu wa PR, muonekano au optics, yeye kukacha hivi vikao ambavyo vinaandaliwa na Waafrika wenzake, lakini kwenda kwenye vikao ambavyo vinaandaliwa na nchi za Ulaya, inaleta picha ambayo sio nzuri, na huenda inawapa mahasimu wake wa kikanda maneno ya kuweza kusema kwamba unaona sisi kwenye vikao tunashiriki, lakini wasiwasi ni kwa sababu kwa miaka nenda miaka rudi Tshisekedi amekuwa kimnyoshia kidole Kagame kwamba yeye ndo anahusika na hayo machafuko. Sasa kama mkutano unafanyika Kigali, wewe ndo ungekuwa Tshisekedi, ungekuwa unajiamini kiasi gani kwenda kwa mtu ambaye unamtuhumu kwa na tayari Kagame jana amesema kwamba Tshisekedi hafai kuiongoza Kongo. Sasa lakini ndo tunarudi pale sasa, anapokacha mikutano ndo maswala yanabuka, kwa sababu inaweza kaulizwa sawa, Rwanda utaki kwenda kwa sababu ya Kagame mwasimu wako, lakini kuna kikao kilifanyika pia hukuhudhuria. Kwa swali itakuja kwamba sasa ifanyike kwenye nchi gani ya Afrika ambao wewe utajisikia amani au uhuru ya kuweza kuja. Lakini hata kama Tshisekedi asipoenda Rwanda, basi afanye kama alivyofanya kwa upande wa atume waziri mkuu wake aje kushiriki na yeye aweze kushiriki kwa njia ya mtandao, lakini awepo asikie, ili sije katokea kwamba watu wakasema kwamba bwana tunakutana ili kutatua hili, lakini mnamuona
mwenzetu hataki kuja. Kwa kama ni swala la kiusalama, sio lazima aende yeye kama yeye, lakini amtume mwakilishi wake na aweze kuhudhuria kwa njia ya mitandaoni, lakini Kongo sikosekane kwenye majadiliano. Aonyeshe nia dhahiri ya aonyeshe nia ewa. Amekiri pia kupokea mwaliko kutoka serikali ya Angola. Huko tutegemea atakwenda na labda itakuwa na athari gani chanya? Na hisi hiyo ya Angola na hisi anaweza kaenda kwa sababu kumbuka kuna ile Luanda process ambao ilifanyika Luanda mwaka 2022 nadhani Novemba kama sikosei. Kwa hiyo ni moja ya michakato ambayo iliweka kwa ajili ya kutatua mgogoro huu, na mmoja ya vipengele kwenye ile Luanda process ilikuwa kwamba jeshi la M23 au waasi wa M23 kutegemea na upande gani upo wapokonywe silaha na wasitishwe mapambano. Kwa hiyo kwenye hiyo ya Angola anaweza kaenda, lakini sasa mjadala utazuka kwamba akiwa anakacha baadhi ya maeneo na kwenda baadhi ya maeneo itazua baadhi ya masuala. Kwa hiyo ya Angola kutokana na uhusiano wa DRC na Kongo sasa hivi, DRC na Angola sasa hivi, naamini ataenda. M23 wakichukua nchi, nasema tu hali itakuwaje? M23 wakichukua nchi, maana kuna miji tumeona wakiingia kwa picha tunaona wanasherekea wanavyoingia. Hizo picha za kusherekewa au video za kusherekewa ni za kuangalia sana. Unajua kwenye hizi vita kuna propaganda nyingi sana zinafanyika. Kwa hiyo kutegemea na chanzo unachoangalia unaweza ukavutwa upande mmoja, lakini kama M23 ikifanikiwa kufika Kinshasa, wasiwasi wangu ni kwamba haitatatua tatizo bali itasababisha maafa zaidi, kwa maana hawa watakaoondolewa wataingia sasa nao msituni kupigana, lakini waasi wengine au makundi mengine nao wataona fursa kwamba hii serikali mpya, ngoja nao tuijaribu tuone nguvu yao kabla hawajashika nchi nzima vizuri. Kwa hiyo siamini kwamba M23 akuipindua serikali hapo sasa hivi itatatua mgogoro. Sasa kwa mataifa sisi jirani tunavutizama na kuona kama SADC limepitishwa azimio la kuondoa majeshi, maana na sisi tuwe na wasiwasi kwa hali ambayo inatokea katika nchi jirani. Hatukuweza pengine kutumia nguvu na kumshawishi Tshisekedi na kusema kwamba hebu ya majeshi yakae kidogo hapa. Sasa kwenye ulingo wa diplomasia ndio hivyo tunasema kwamba kila nchi ina kitu inaitwa sovereignty, uhuru wa kujiamulia mambo yake. Unaweza ukaishauri nchi au kumshauri kiongozi wa nchi, lakini mwisho wa siku maamuzi ni ya kwake. Mkilazimisha sana inaonekana sasa kama ni ubabe. Kwa hiyo option inayofuata sasa ni kutumia ubabe. Kwa hiyo swali ni sasa ni kwamba je, nchi za Afrika ni muda sasa wao labda kulazimu baadhi ya vitu nchini Kongo sasa kutumia sasa mabavu kusema kwamba bwana, kwa hali iliyofika sasa isipofanyika hili sisi tutafanya hili. Naombea tusifike huko. Nadhani viongozi wengi wanajaribu kuepuka hilo, lakini kama diplomasia ikishindwa kabisa, ina maana sasa either muachie serikali ya Kongo ijiamulie inachofanya au sasa mtumie ubabe. Kwa historia ninavyoiona, Kongo ataachiwa waamue mustakabali wao, lakini naombea sana kwamba Tshisekedi aweze kutumia busara na kusikia maneno ya viongozi wenzie. Kusema kweli huu mzozo umekwenda kwa miaka mingi sana, na nini sasa tukitizama inaweza kawa suluhu yake, kwa sababu suluhu ya kijeshi, majeshi ya kulinda amani imekaa pale, mazungumzo yanakwenda yanarudi, tunajikuta hakuna hatua inayopigwa. Na kwa bahati mbaya suluhu ambayo ingeweza kupatikana ni kwamba serikali ambayo ipo madarakani ingeweza kuzatiti jeshi. Unajua tunasema kwamba M23 wameshikilia baadhi ya maeneo, lakini ukiangalia historia ya DRC hakuna wakati ambapo serikali ya nchi imeshikilia nchi nzima kikamilifu, kwa sababu hata miundombinu ya nchi hairuhusu jeshi kuwepo sehemu yote. Kitu cha kuchekesha kuhusu DRC, kuna umbali ambapo sisi kwa Tanzania mtu anatembea kwa basi, lakini kwa Kongo lazima achukue ndege kutokana na miundombinu. Sasa kama miundombinu haipo kuwezesha serikali iliyopo kuweza kushikilia nchi nzima, kwa bahati mbaya hali hii itaendelea hata nani ashikilie nchi. Kwa hiyo sasa ni kwa serikali iliyopo kuweza kuzatiti miundombinu, lakini pili kuweza kuzatiti sasa
jeshi kamilifu la Kongo ambalo litahusisha wananchi wa maeneo mbalimbali, lionekane hasa kwamba hili ni jeshi la wananchi wa Kongo na sio la kabila fulani au kundi fulani, jumuishi. Lakini kwa bahati mbaya hakuna serikali mpaka sasa hivi ya Kongo ambayo imeweza kutengeneza jeshi la namna hiyo na kudhatiti kuweza kushikilia nchi nzima. Na zaidi hilo linapokuja kwenye jeshi la jumuishi ni ukitizama wachambuzi wengi wanasema kwamba hawa M23 ambao ni wana asili ya Rwanda, ni Wanyamulenge, ndio hawa ambao wangependa na wenyewe wahusishwe na waingizwe katika jeshi la Kongo, lakini pengine mamlaka zinaona kwamba hawa sio ndugu zetu. Na mamlaka Kongo wao wanaichukulia serikali ya DRC, hata Tshisekedi wao wanaichukulia kwamba M23 ni kikundi cha waasi. Sasa kwa kawaida ukimuita mtu muasi, ina maana unamuona kwamba anajaribu kukupindua. Kwa kama mtu anajaribu kukupindua, ni vigumu kumwamini, kumuingiza kwenye mfumo wa usalama wa nchi yako. Ndipo mtihani sasa hapo unapoingia kwamba serikali haiamini majeshi ya M23 kuwepo kwenye serikali. Lakini bila jeshi jumuishi napo kupata nchi ambayo inatawalika napo ni vigumu. Ndio maana kumekuja mawazo ya baadhi ya wanasiasa ambao binafsi naomba tusifike huko, ambapo wanashauri sasa kwamba Kongo labda igawanywe sasa, either Kongo sasa wagawanywe mbao iwe nchi 2-3 tofauti. Naomba sifike hatua hiyo, lakini ni hatua ya mwisho kabisa ambao baadhi ya watu wanaofuatilia masuala wanaona kwamba ndo hapa ambapo inaweza kuelekea kama suluhisho la kudumu lisipopatikana. Lakini kugawa itakuja pale kama nakumbuka Mwalimu Nyerere ashizungumza kwamba sumu ya ubaguzi huwa haiishi ukisema huyu unakumbuka speech yake akisema wewe Mzanzibari, wewe Mtanzania bara, mkishatengana ataanza kusema huyu Mpemba na huyu Munguja. Kwa hiyo nadhani kama utagawa pia Kongo pale wataanza kutizamana na kusema kwamba wewe nani na wewe nani, sio? Nyerere alisema kutengana ni kama kuonja nyama ya mtu, ukishaionja utatamani kuila kila wakati. Na naamini hilo pia sio suluhisho, lakini sasa inabidi sasa kama tutaki kufika huko sasa sisi nchi za Afrika tunaiwezesaji sasa serikali ya Kongo kujidhatiti kiusalama. Na sasa kama Kongo yenyewe inasema kwamba haitaki majeshi ya SADC, tunaelekea kwenye wakati wa sintofahamu kabisa. Asante sana Bwana Thomas Kibwana kwa tathmini yako hiyo. Tunashukuru sana kwa tathmini hiyo ya SADC. Unasikiliza 92.1 Crown FM. Crown Media. Hapa ni nyumbani.